Jahazi TV. Napenda niwahakikishie kuwa serikali inatambua na kuthamini kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi, na kwa pamoja tutaendelea kushirikiana na vyama vya wafanyakazi ili tuendelee kupata ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili wafanyakazi nchini hatua kwa hatua kama ambavyo umeshaelezwa na walionitangulia. Nimefarijika sana kukutana na kupokea taarifa ya vikao vilivyofanyika vya wadau wa utatu wa masuala ya kazi, yaani serikali, ZATUC na ZANEMA katika kutatua changamoto za masuala ya kazi kwenye kikao nilichokifanya na viongozi wenu kilichofanyika Ikulu tarehe 22 Aprili mwaka huu. Nawapongeza kwa kuendelea kukutana kila robo mwaka kupokea, kujadili na kutatua changamoto za mambo ya kazi. Nimefurahi kujulishwa kwamba changamoto 24 kati ya 29 zimechukuliwa hatua. Kwa hakika hii ni hatua ya kujipongeza katika kuimarisha haki na maslahi ya wafanyakazi katika dhana ya ushirikiano wa utatu. Mambo machache ambayo yamebaki kama yalivyoelezwa hapa yako katika hatua nzuri. Wafanyakazi wa serikali waliotumikia chini ya miaka 10 kutopatiwa kiinua mgongo, ili jambo litakwisha hivi karibuni. Aidha, swala la kikokotoo na wale wanaostaafu mapema wakifika umri wa miaka 55 nao watapata stahili zao zote stahiki. Na hili la wafanyakazi kushiriki kwenye kamati za management na kamati za uongozi tumeshalitolea maelekezo, litatekelezwa. Kwa hivyo nadhani na zile changamoto tutakuwa kwa kweli tumezifanyia kazi inayostahili. Lakini kuna maombi hapa. Maombi yaliyotolewa ndani ya risala yalikuwa 7. Moja inasema naomba nyongeza ya mishahara. La pili inasema nyongeza kwa sekta binafsi katika mishahara vile vile. Serikali zingatie tofauti ya mishahara katika mashirika ya serikali, hili nalo lipo. Posho za kutunza siri zina utofauti mkubwa ndani ya serikali yenyewe. Posho ya mazingira magumu kwa wale wanaofanya kazi vijijini na katika visiwa vyetu vidogo vidogo izingatiwe. Lakini vile vile zifutwe kanuni zinazokwenda kinyume na sheria, ambazo sheria zipo lakini huwa zinatungwa kanuni zinazokwenda kinyume. Na la 7, Wizara ya Mawasiliano imarishe ufanisi wa mitandao ili tatizo linalopelekea wafanyakazi kuambiwa kwamba system iko down limalizike. Nimeyapokea maombi haya yote kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000. Gharama za maisha pamoja na umuhimu wa kuwapa motisha wafanyakazi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii na uadilifu. Aidha, uamuzi huu unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahili zao kwa wakati. Natoa wito kwa watumishi wote kuendelea kufanya kazi kwa juhudi, nidhamu na uzalendo ili kuleta maendeleo endelevu kwa Zanzibar. Kwanza mimi nitoe pongezi sana kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuja kuungana na sisi katika hizi sherehe na maadhimisho ya Mei Mosi. Na wafanyakazi walikuwa wengi sana mara hii, mwamko ni mkubwa. Shughuli hii imefana. Tumeanza shughuli hizi kwa muda karibu wiki 3 kufikia mpaka leo hii. Kwa hiyo mimi nitoe pongezi kwa kamati kwanza kwa kazi hii nzuri. Leo tumefika hapa, shughuli hii imeenda kama ambavyo imepangwa, na kikubwa ilikuwa watu wanataka kumsikia Mheshimiwa Rais anasema nini, lakini pia vile vyama vya wafanyakazi na vya waajiri
nao matatizo walionayo, changamoto walizonazo zilikuwa. Kama mnafahamu kwamba mwaka jana Mheshimiwa Rais alitupa maelekezo tukutane kila miezi mitatu ili kuzijua zile changamoto na kuweza kuzitatua. Na kwa kweli kulikuwa na changamoto karibu 29 ambazo ziliwasilishwa kwetu, na 24 kati ya hizo tumeweza kuzitatua, na 5 ambazo tuliwasiliana na Mheshimiwa Rais tukakutana naye, nazo ameshatoa maelekezo. Kwa hiyo kwa ufupi, changamoto hizi ambazo zilikuwepo zote 29 kwa kweli ziko katika hali nzuri, na kizuri zaidi ni wafanyakazi walikuwa na shauku ya kutaka kujua suala zima la stahiki zao za mishahara, na kama mmevyoona amepandisha kutoka 3,500 mpaka 500,000. Hiyo ni ongezeko la 70% ya mshahara hapa Zanzibar. Hilo ni jambo kubwa, tuishukuru serikali, na ninajua wafanyakazi kubwa ambalo sasa hivi kutokana na ile kauli mbiu ambayo tumeitoa, wawajibike katika kazi, wawe na maadili katika kazi, wahakikishe kwamba kila ambacho wanakifanya kwa uzalendo mkubwa sana, ili sasa nchi yetu iweze kunyanyuka. Mimi kila siku nasema nchi yetu hii hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akaifanya ikaja juu akaleta maendeleo ambayo yapo kama sisi wenyewe. Hatuwezi kusubiri wageni waje watufanyie haya, ni sisi wenyewe. Kwa hivyo kazi zipo, watu wafanye kazi kwa bidii ili nchi yetu iweze kuendelea. Haya, asante. Nimesema inaweza kuwa leo, sijasema leo. Mwenye mamlaka Mheshimiwa Rais huko. Ombi nyingine tunalileta kwa upande wa mishahara. Kumekuwa na malalamiko kwamba inapoongezwa mishahara ya serikali, wenzetu wa sekta binafsi huwa wanasahauliwa, na wakati mazingira yao na yetu ni sawa. Kwa hiyo tunaomba kwamba marekebisho yoyote ambayo utayapendekeza Mheshimiwa Rais yawaguse watu wa sekta binafsi. Zanzibar ni miongoni mwa nchi ambazo mpango wake wa mishahara inawagusa sekta binafsi, sekta isiyo rasmi na mpaka vibarua. Tunaipongeza sana serikali. Yule kibarua anayojenga katika nyumba yako pia serikali inamwekea utaratibu. Rais oye! Meidei oye! Mheshimiwa, tunaomba vile vile serikali izingatie tofauti za mishahara zilizoko baina ya mashirika ya serikali. Jambo hili limeleta matatizo makubwa kwamba malipo ya mishahara yanategemea cheo cha shirika. Kwa hiyo tunaomba serikali liangalie upya, busara zipo kufupisha tofauti hizo ambazo zinawafanya wafanyakazi wapende kwenda kufanya shirika moja, shirika jingine hawataki, na ikitokea transfer basi hawataki kwenda katika baadhi ya mashirika, na waajiri hutumia nafasi hiyo, anapokuwa mfanyakazi anamkera, anamsafirisha katika lile shirika lenye mishahara midogo kama adhabu. Swali jingine Mheshimiwa Rais ni kuangalia upya suala la tofauti ya posho, zinaitwa posho za kutunza siri zilizoko katika wizara za serikali. Nimetoa taarifa kwamba kuna wizara zinapokea posho hizo shilingi 500,000 na nyingine shilingi 20,000. Kwa hiyo ni mtihani kidogo, lakini Mheshimiwa Rais nafikiri hilo utalitolea ufafanuzi. Swali lingine tunalokuomba Mheshimiwa Rais ni kuangalia wafanyakazi wanaofanya kazi katika vijijini na maeneo yasiyofikika, na hasa katika suala la kuongezewa posho kidogo au mzunguko ambao unasababisha huduma zisizo bora katika maeneo ya vijiji na visiwani. Na suala jingine linalokwaza ni lile wafanyakazi kupelekwa huko na baada ya muda wakahamishiwa mijini au wakahamishiwa visiwa vikubwa. Wale waliobakia kule wakaendelea kuwa na changamoto ile ile, wakati kila siku serikali inaajiri upya. Kwa hiyo niombe kwa niaba ya wafanyakazi, kanuni hizo zifutwe ili kuhakikisha kwamba sheria na kanuni zinaendana. Jahazi TV.